Imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo ya mchana. Uamuzi wa SADC kuondoa vikosi vyake Kongo ulitolewa muda mfupi baada ya Angola kutangaza kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani kati ya DRC na kundi la M23. Je, mazungumzo hayo yatakuwa na ufanisi kiasi gani katika kutafutia suluhu mgogoro huo? Masuala kwanza kwa kweli ni ya kusitisha mapigano, sababu hali ambayo inaendelea imezua hali ya kibinadamu ambayo ulimwengu mzima sasa unahitaji la kufanya nchini Kongo. Na kando na hayo, baada ya rais wa Kenya William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kutia saini mkataba wa kufanya kazi pamoja, baadhi ya raia wanasema Raila amesahau kilio cha wananchi na kuweka mbele maslahi yake binafsi. Raila amesahau na ndoto yake. Ile ilikuwa ndoto ya kupigania Mkenya na amekuwa mtu wa kujipigania tumbo yake. Na utasikia pia kuhusu gumzo linaloendelea Tanzania baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kusema linanuia kununua umeme nje ya nchi, hali iliyowatia Watanzania wengi tumbo joto. Trump aamuru kufungwa kwa muda kituo cha habari cha Sauti ya Amerika. Angola yatoa wito wa usitishwaji wa vita mashariki mwa Kongo. Na mashambulizi ya Marekani huko Yemen yaua watu 31. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru kufungwa kwa muda kituo cha habari cha Sauti ya Amerika VOA na hivyo kupelekea zaidi ya wafanyakazi 1300 kuwa kwenye likizo ya lazima. Uamuzi wa Trump umeathiri pia mashirika 6 ya habari yanayofadhiliwa na serikali ya shirikisho, ikiwa ni pamoja na Radio Free Europe na Radio Free Asia. Michael Abramovitz, mkurugenzi wa VOA ambaye hutangaza kwa karibu lugha 50, ametaja kusikitishwa kwa uamuzi huo, akisema hii ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka 83 Sauti ya Amerika inazimwa, akisisitiza kuwa imekuwa na jukumu muhimu katika kupigania uhuru na demokrasia kote duniani. Uamuzi wa Trump unakiathiri chombo hicho ambacho hutumika kama chanzo cha habari za kuaminika katika mataifa ya kidikteta. Shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka limelaani uamuzi huo na kulitaka bunge la Marekani na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya uamuzi huo ambao haujawahi kushuhudiwa. VOA ilianzishwa mwaka 1942 ili kukabiliana na propaganda za wanazi wa Ujerumani na huwafikia karibu watu milioni 360 kwa wiki. Luanda. Rais wa Angola ametoa wito wa usitishwaji mapigano katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali na kundi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Joao Lourenço, ambaye aliteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mpatanishi, amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia usiku wa leo kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani wiki ijayo mjini Luanda. Wito huo umelenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azma ya kutoa maeneo zaidi. Mazungumzo hayo ambayo yanatarajiwa kuwa ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na wawakilishi wa kundi la M23 yamepangwa kufanyika siku ya Jumanne ya Machi 18. Mara kadhaa Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikataa kukaa meza moja na waasi hao, lakini baada ya ziara yake mjini Luanda wiki hii, uamuzi huo umeonekana kubadilika. Sanaa. Mashambulizi ya kwanza ya Marekani dhidi ya wapiganaji wa Kihuthi wa Yemen tangu kuingia madarakani kwa Rais Donald Trump mwezi Januari yamewaua watu 31, kundi la waasi hao limesema katika ripoti iliyotolewa hii leo. Msemaji wa Wizara ya Afya serikali wa Houthi, Anis Al-Asbahi, amesema mashambulizi hayo yamefanyika katika mji mkuu wa Sanaa pamoja na maeneo ya Saada, Al-Baida na Rada. Watu 31 wameuawa na kujeruhi wengine zaidi ya 100, huku wengi wao wakiwa ni watoto na wanawake. Kupitia chapisho lake katika mtandao wa kijamii, Rais Donald Trump wa Marekani ameapa kutumia nguvu kupambana na waasi hao, huku akitolea mwito Iran kusitisha uungwaji wake mkono kwa kundi hilo. Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi imelaani mashambulizi hayo na kusema kwamba Marekani haina mamlaka ya kulazimisha sera zake za nje. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Beijing.
Rais wa China Xi Jinping amekataa mwaliko wa kushiriki mkutano wa kilele wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia wa Ulaya na China mjini Brussels, Ubelgiji. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Financial Times, China imewaambia maafisa wa Umoja wa Ulaya kuwa Waziri Mkuu Li Qiang atakutana na marais wa Baraza na Tume la Ulaya badala ya Rais Xi. Kwa kawaida, Waziri Mkuu wa China ndiye huhudhuria mkutano huo unapokuwa unafanyika mjini Brussels, wakati rais huo mwenyeji mjini Beijing, lakini Umoja wa Ulaya ulimtaka Rais Xi kuhudhuria maadhimisho ya nusu karne ya mahusiano baina yao. Mvutano kati ya Umoja wa Ulaya na China umeongezeka tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo mwaka 2022, huku umoja huo ukishutumu China kwa kuiunga mkono Urusi. Mwaka uliopita, muungano huo wa Ulaya uliwekea ushuru kwa magari ya umeme yanayoagizwa kutoka China. Kiev. Jeshi la anga la Ukraine limesema leo kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga imezidungua drone 47 kati ya 90 zilizorushwa na Urusi katika mashambulizi yaliyofanywa usiku wa Jumamosi. Taarifa hiyo imeongeza kwamba drone zingine 33 zilipoteza mwelekeo. Uharibifu wa mashambulizi hayo ya drone umeripotiwa katika mikoa minne ya kaskazini, kusini, katikati na katikati mwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine hata hivyo halikutoa maelezo zaidi. Wakati mashambulizi hayo yakiendelea kuripotiwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov walizungumza hapo jana juu ya hatua inayofuata ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Tammy Bruce, wanadiplomasia hao wamekubaliana kuendelea kufanya kazi pamoja ili kurejesha mawasiliano kati ya Marekani na Urusi. Na hatimaye Abidjan. Watawala wa kijeshi wa Burkina Faso wamepuuzia mbali shutuma zinazowakabili kwamba jeshi la nchi hiyo lilifanya mauaji dhidi ya raia wake katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo mapema wiki hii. Msemaji wa serikali Pingdwede Gilbert amesema serikali ya nchi hiyo inasikitishwa na kulaani kuenea kwa picha kwenye mitandao ya kijamii zinazochochea chuki na vurugu. Mwanzoni mwa wiki hii, video mbalimbali zilisambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha miili ya watu ikiwa imetapakaa chini, huku mikono na miguu yao ikiwa imefungwa. Wengi wao walikuwa ni wanawake, watoto na wazee. Burkina Faso imekumbwa na msururu wa machafuko ya makundi ya itikadi kali tangu mwaka 2015 ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 26,000, nusu yao yakiwa ni tangu mapinduzi ya kijeshi katika mwaka wa 2022, kwa mujibu wa shirika la ACLED ambalo hufuatilia takwimu za migogoro na wahanga duniani kote. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.